Okay. Asma nikiwa bomba nikiwa sawa zaidi. Hapa voko ya baba. Siku hizo wananiita Fau DJ. Nitamgojosoni mambo nazidi kubamba zaidi. Hapa episode ya kwanza tu. Kialika kwa picha moja bora zaidi. Inakwenda kwa jina Romantic Guest House. Sound ni ya kwao, sound ya baba. Basi naomba nikupe mwongozo tu ili picha isije ikakuacha kwa mbele. Wasema kuna bwana mdogo mmoja ambaye babake aliweza kupinduliwa katika kiti cha ufalme na hivyo naye pia itakiwa poteze maisha mazima zaidi. Lakini aliweza kupatiwa msaada na binti mmoja kuweza kuhifadhiwa katika banda moja kubwa sana. Lakini miaka 13 baadaye, mdogo aliweza kurejea katika jumba la kifalme kama mtu ambaye anahitaji kufanya mtihani ili aweze kupata nafasi ya kujipenyeza katika ufalme ambao kiuasilia atakiweza kushikilia madaraka. Lakini sasa Wanyabumbu alishamchomwaga mzee wake naye pia na mitali aliweza kupoteza maisha. Hii hapa bonge moja la picha kutoka Josoni pale, sio zaidi. Hii hapa sonde ya Gojosoni, sonde ya Fau DJ. Hebu tuende katika jalamba bomba zaidi. Story moja safi zaidi ya poli, lakini kumbuka zinapigwaga na Mgojosoni mwenyewe. 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Tutakwenda kuipata picha iliyotafsiriwa na madiji wote wakali wa Tanzania. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu. Watu wanasema Bola Mwan. Hii hapa Romantic Guest. Wow. Okay. Watu wanasema picha inaanza majira usiku zaidi. Ni katika mapinduzi ya kijeshi ambapo inaonekana taifa liko chini ya ulinzi na Wanyabumbu wanahitaji kuchukua nafasi zaidi. Lakini sasa iko anatafuta Crown Prince kwa sababu ndio masalia ambayo salia ikiwa na chembe chembe za kifalme. Hivyo watu walikuwa wanamtafuta Charlie ili waweze kummalizia tu. Lakini sasa upande wa pili kuna binti mmoja alikuwa anaishi na kambwa kake tu. Na leo ilikuwa ni siku ambayo ameleta chakula kwa ajili ya kumpatia mbwa wake. Lakini ndani ya banda aliweza kukutana na mtu. Asema ni nini ambacho kimekuleta katika nyumba yenye kumbukumbu ya maziko ya babangu? Basi aliweza kumpatia chakula mtu huyo pasipo kujua ni wapi ambapo ametokea Charlie huyo. Lakini ghafla akiwa pale kuna askari wawili wanakuja kumuuliza kama mpata nafasi ya kuweza kumuona kijana mdogo katika haya maeneo. Binti alisema hajamuona mtu huyo. Lakini sasa walipokuwa wanajaribu kusogelea katika banda, binti alikuwa anajaribu kuzuia. Mtu huyo akiwa anapiga hatua kusogelea katika banda, mara ghafla tu kaweza kuonekana kakijidogi tu. Kambwa hivyo mwamba kuweza kuonekana. Hiyo ikawa ni ponapona yake zaidi. Lakini baadaye binti alihitaji kuongea na mtu huyo. Asema najua umenisaidia japo hujui mimi ni nani. Lakini kwa maisha baadaye huenda ikaja kwa ni siku special zaidi. Asema katika mazishi ya babangu hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kuja. Lakini nimefurahi kukuona wewe pia ukiwa ni mtu ambaye unaonesha nawe kwa upande wako umeweza kupoteza kitu muhimu zaidi. Hiyo yote ni hali ya maisha. Hata hivyo kila mtu alikuwa anahuzunika tu kwa sababu miongoni mwao kila mtu ampoteza kitu muhimu sana katika maisha yake. Charlie anasema mpoteza wazazi wake wote wawili. Anasema wakati mwingine tukikutana nitakuja kukuambia mimi naitwa nani, ila sio kwa muda huo. Wakati huo nitakuja nikwambie jina langu. Basi miaka 13 baadaye zaidi, kuna mpaka mmoja ambao watu wanavuka kuingia katika eneo na kuelekea katika mashindano ya mtihani wa kijeshi katika jumba la kifalme. Hapa kulikuwa na watu ambao wanazuia kwamba wao wanaweza kupatia mwongozo wa kuweza kuingia katika msitu ambao inasemekana kuna watu ambao ni mabanditi, yani matigers. Hivyo kuna watu ambao utawalipa nyingi tano tu ili waweze kuvusha boda. Amba aliuliza nyingi tano zote za nini? Akasema pasipo nyingi tano hautaweza kuvuka salama katika poli hili. Hivyo lazima uchangie tu au uweze kuongozana na wenzako. Basi askari anacheka zaidi tu, anambia nyangi ni 5. Basi wanaongozwa hawa askari katika poli ambayo inasemekana huwa kuna kizaazaa zaidi. Wakiwa njiani mara ghafla wanaingia bandits wenyewe. Wanyabumbu hapa. Wanasema kama mnahitaji kuwa salama zaidi. Anasema ndo tiger ambaye nilikuwa namzungumzia katika historia. Basi watu hao waliweza kuvamiwa na ndo mabandit ambao siku zote wapo kwa ajili ya kuwazuia watu. Askari mmoja alishikwa vyema tu, lakini kabla hajashambulia mwanawe hapa ambaye kwa sasa hatujui jina lake aliweza kuzuia na kuokoa maaskari hao. Cheka mchezo baba, nazikataa hizo. Kizaazaa zaidi kama mzozo. Basi aliweza kupambana na Wanyabumbu kiasi hicho, kwa kisha anaweza kuwaweka salama
watu wote ambao wameongozana nao katika msafara huo, lakini kwa lengo tu la kuweza kuwasaidia. Basi baada ya kuhakikisha maliza kila kitu, aliwaonya watu hao waweze kuondoka na kwenda mbali zaidi. Lakini hata hivyo aliweza kumrejea yule askari tu, anambia sijaja kuinua, nipatie kiasi changu cha fedha kwa sababu hata hivyo kazi ya ulinzi hujaweza kufanya. Amba anasema ni mtego ndio umenifelisha. Basi waliweza kuwapatia kila watu ambao walipia kiasi cha fedha ili kuweza kupatiwa usada kwa ulinzi katika ile eneo. Basi kuna watu wameingia katika mji huku, tukakutana na binti mmoja ambaye anasema anamiliki sehemu safi ya kuweza kupumzika. Hivyo kwa wageni ambao wanafika katika ile eneo ni vyema wafike katika nyumba ambayo ina kila kitu ambacho ni kisafi na kitu cha kuvutia zaidi. Basi ilikuwa ni promo tu, na hapa wako wawili wote wako katika advertise za kufanya promo ya kile ambacho kinasemekana kwamba ni eneo la kupumzikia tu. Lakini binti aweza kuingiliwa na mnyabumbo mmoja. Anasema mbona unahangaika sana? Wewe kubali tu kuwa na mimi, maisha yangekuwa sawa zaidi. Mdao Charlie anaingia katika eneo la mji hapo, katika soko hilo dogo zaidi wanapaita Anyang. Mwamba ndo anambamba katika mitaa. Lakini hapo ana askari katika eneo hili anawakwepa. Tujue kwa nini. Moja kwa moja tunaletwa upande wa pili ku. Charlie anaonekana alikuwa amepumzika katika eneo hili. Anasema kila kitu kimeenda sawa na nitakuona wakati mwingine. Lakini kwamba alikuwa hajalipa bili. Hivyo Nyabumbu walihitaji walipwe tu kwa kile ambacho amekitumia usiku kucha. Na mdogo alikuwa analeta ujanja zaidi, lakini Mwamba kwa sasa walihitaji kumnyoosha. Alishenyendo akarusha njafu akavunga mvungo kama amekata moto. Basi wajomba wakahitaji kumkagua mtu huyu. Mwamba alikuwa sawa, akampiga mmoja kichwa alafu akakimbia kumbuka hajalipwa. Sasa binti upande wa pili anahangaika tu na ule Mwamba ambaye analia kwamba yeye anahitaji kwa wakati aweze kumwoa bibie ili mambo yaende sawa zaidi. Basi alikuwa na wajomba wake wawili pembeni hapa ambao ni kama wapambe, anahitaji mjomba wao aweze kumaliza shughuli. Mara ghafla aliweza kuingia bwana mdogo. Anasema usifanye kitu kwa kutumia nguvu zaidi. Anasema kumbe unaweza kukwepa Kamchapa moja safi Charlie afu akamvuta. Kabla hajafanikisha lile swala, binti alimpiga na bango. Mzee akazima kidogo. Charlie akawa kwa salama zaidi. Anasema nyewe watatu ni kama nguruwe. Yaani kama nguruwe ndugu watatu. Awapiga changa la macho. Wakawa wanakimbia katika eneo la soko kwa kwepa Wanyabumbu watatu. Huyu Charlie naye bado hatujajua hadithi yake. Kumbuka ni mwanzo tu. Nafanya viunganishi kwanza. Basi huyu Charlie alikuwa anatazama sana binti kwa jicho fulani ambao sio la kawaida zaidi. Anasema leo nimekusaidia mimi. Anasema hata mimi pia nimekusaidia wewe tu. Lakini sasa binti alikuwa anahitaji kutibia jeraha la mtu huyu. Mwamba aliweza kukepesha tu. Lakini pia binti katika eneo lake la mguu ni kwamba alikuwa amepata shida kidogo. Afika mbele zaidi, askari walikuja kumchukua mshikaji. Kwa sababu mpumzika katika eneo la watu, hivyo hajafanikishwa kulipa. Aambia nenda nyumbani, mimi nitarejea nikiwa sawa zaidi. Binti akiwa katika eneo la mgao sasa, anashangaa kuna mgeni anaingia katika ile eneo. Akaona hii mbona imekuwa ni kama surprise kuweza kupata mteja. Basi akajipeleka akajiachia. Mwamba akampisha tu. Binti akaenda chini mazima. Anasema mtu gani ameshindwa hata kunidaka kwa wakati huo. Lakini ina noma. Anasema basi najua umekuja kwa ajili ya kujiandaa kwa mtihani wa mafunzo ya kijeshi. Anasema ina maana nyewe wanawake wa Anyang wote mko na tabia kama hizi. Sasa mwanaume ni kwamba muelewe binti kwa sababu anaona binti amekuwa sharp zaidi. Sasa binti anamwambia usiku wa leo nahitaji utengeneze nafasi ya kwenda kupumzika katika eneo la hoteli yangu. Lakini ghafla kabla hajamaliza maongezi yao, askari wanaingia katika eneo. Basi alipoona askari mkali aliweza kuondoka na binti agundua mtu huyu kuna mzigo ambao amesahau. Sasa binti chofanya kitu pekee kuhakikisha anaubeba mzigo afu anasepa nao mazima zaidi. Anahitaji kurejea katika sehemu ambayo huwa ndo anaishi bibie. Basi hapa kuna mtaalamu mmoja ambaye alikuwa anasoma kitabu. Na kitabu anasema New Dynasty Begin. Ni juu ya utawala mpya ambao inasemekana unaanza sasa. Basi binti aliyofika alimuita mtu huyu. Na huyo mtu pia anaonekana anafahamiana sana na bibie. Binti jina yake anaitwa Daniel. Anasema sihitaji kuingilia sana juu ya kile ambacho nakifanya au kile ambacho nakisoma. Najua kwa wakati huo unaweza kuwa unafanya kitu sahihi zaidi. Anasema sina wivu juu ya kile ambacho ni kama umekuwa ukiona kisoma kwa wakati huo. Lakini pia na mashaka zaidi kwa sababu
huenda vitu ambavyo unapitia vikawa ni vitu vya tofauti zaidi. Asema Daniel, naweza nikakuelezea vyema zaidi kwa baadaye. Hai sasa upande wa pili mkale amekuja kutafuta mzigo wake. Aliambiwa tu sehemu moja ambayo inaitwa Garden of Flower. Hapo ndo kuna mtu ameweza kuchukua mzigo wake. Bila shaka alikuwa ni binti. Basi baada ya kufika katika ile eneo, tumeona binti yuko juu ya pauko, anahangaika sijui nini anaweka saa. Lakini binti kabla hajadondoka mwamba aliweza kumdaka tarabintibu. Wala mtu mbona kama aleta mambo ya kizabizabina. Akamwachia binti akaenda chini. Alafu akamwambia samani kwa hiyo ambayo imetokea. Kuna kitu ambacho ni muhimu sana ambacho nakitafuta. Nasemekana wewe ndo ulichukua. Rasmi hicho ni kwa sababu yangu na ni kitu muhimu sana. Basi anafika kijakazi. Anasema kwa wakati huu nafikiria amepata mtainiwa mpya Anashangilia sana. Wao asema patron, yani kama mtainiwa mpya. Chana na patron ya mfanyakazi. Hii inamaanisha ni kama mtu ambaye kuja kufanya mtihani. Basi anamwambia ni Garden Flower. Wasomi wote ambao wanakuwa na lengo la kwenda kufanya mtihani wa kijeshi huwa wanafikia hapa. Na hapa ni sehemu salama zaidi. Anasema hajalishi, lakini wewe ni mtu ambaye uliweza kuiba kitu ambacho kilikuwa kina umuhimu sana kwangu. Kwa hiyo kwa sasa sikuamini kwa asilimia hata hizo ambazo nazimaanisha kwa wakati huu. Anasema lakini hapo utalipa nyangi moja tu, pia utaweza kupatiwa na kamlo kwa usiku. Kama unaona itakuwa ni nzuri kwa upande wako, basi karibu. Basi mwamba aliweza kuingia ndani. Lakini ghafla narudi chali wetu kutoka kule katika kituo. Amegaragazwa kinyama. Anasema hata mimi nimerejea tu, lakini pia nahitaji leo nipate nafasi ya kuweza kusalia hapa. Japokuwa sina hela ya kuweza kulipia chumba, ila kwa wakati mwingine nitaweza kulipia mambo yangu yakienda sawa zaidi. Kaka mkubwa amuuliza kwa nini ambacho kimetokea. Anasema hamna kitu chochote ambacho kimetokea. Anasema msahau namna gani nimeumia kwa ajili yako kupambania. Anasema ni habari juu yako tu. Lakini sasa mwamba alikuwa anahitaji apumzike. Hivyo binti alimwambia kuna eneo moja hataki kwenda kucheza. Sasa wanafikiria kila mtu amenielewa tu juu ya kile ambacho nimekiongelea. Basi kuna chumba ambacho hakutakiwa kwenda kukichezea. Mwamba amekuja na zana za kazi zaidi. Sasa mtu ni nani? Kwa nini amekuja na mapanga? Yale amekuja katika mtihani tu katika jumba la kifalme. Habari yake tutakwenda kujua mbele zaidi. Hii hapa ni episode ya kwanza tu ya Mzigo Bomba zaidi hapa. Mbona kwenda kwa jina la wasema ni Secret Romantic Guest na The Chosen One. Tunazidi kutala bintadi na hii hapa kazi bomba zaidi. Hebu tukutane katika episode ya pili tu kujua mengi sana ambayo yamejificha ukapata mwanzo kwa taratibu tu uweze kuelewa jalamba. Pia utatisha kulike, comment, kushare, kusubscribe. Mambo izidi kusonga kizazi zaidi. Let's say ciao. Kamsamida. Wow.